kuimarika sana. Na ndio maana mtaona kuwa biashara ya mafuta hapa nchini imeendelea kuwa ya uwazi. Pamoja na hali hiyo, bado kuna kazi ya kufanya ili tuangalie kila namna ya kuhakikisha kuwa bei ya mafuta inakuwa halisi. Isiwe tu bei ambayo inatokana na kwamba premium zinakuwa hivi na hivi, ziwe ambazo ni halisi. Na kwa kweli hili nakushukuru sana mwenyekiti wa bodi na management yako ya EWURA, umefanya kazi kubwa sana. Hapa nimeona wafanya biashara wa mafuta. Mara nyingi sana wananifuata, wananiambia bana EWURA wanatubana mno. Nadhani moja ya kazi ya EWURA pamoja na hako kazi hako kubana kidogo. Kabisa. Wakati tunapata faida kidogo, tujue kuwa wananchi ambao wanatumia hii bidhaa wanapaswa wapate bidhaa hiyo kwa bei nafuu kidogo. Kama kuna mahali tunaweza kubana ili wananchi wapate nafuu, basi tuitumie. Na kwa kweli EWURA hiyo kazi muendelee nayo, lakini huku mkiangalia mazingira ya kibiashara ili nao wasifilisike mwisho wa siku. Kwa hiyo ni muhimu sana. Mtaona matumizi ya CNG yameongezeka. Taarifa imetuonyesha kuwa katika mwaka wa taarifa unaotolewa, ongezeko la CNG kwenye nchi yetu kilo 5,662,448.2 zimetumika ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo ni kilo 3,239,870.03. Ongezeko hilo ni kubwa sana katika kipindi cha mwaka mmoja, na naamini taarifa itakayokuja mwakani mtaona ongezeko litakuwa kubwa zaidi kwa sababu kuna shughuli nyingi imeongezeka. Taarifa imetuonyesha vile kuwa matumizi mengi ya CNG, 78% ni kwa ajili ya vyombo vya usafiri, 20% ni kwa ajili ya viwanda, na 2% ni kwa ajili ya biashara. Hili ni kielelezo kingine kuwa sekta ya nishati tumeamua kuanza kwenda kwenye kupunguza matumizi ya mafuta kwenye vyombo vya moto ili tupate nafuu kubwa na kuitumia zaidi gesi yetu. Mafanikio mengine yameelezwa kwenye kamati yetu kwenye taarifa hii kuwa gesi ilichangia 67% ya umeme wote nchini, na katika kipindi hiki cha taarifa hii kampuni 212 zilisajiliwa kwenye local content ili ziweze kufanya biashara kwenye mnyororo mzima wa mafuta na gesi nchini. Mtafahamu kuwa tuna kampuni zinazofanya shughuli ya uwekezaji ama nyingine kwenye ujenzi. Ilikuwa ni kawaida tu kukuta kampuni za nje zinafanya biashara ambayo Mtanzania anaweza kuifanya. Mfano, mradi wa EACOP ulikuwa mwanzo hali haikuwa nzuri kabisa, ambapo kazi nyingi zilikuwa zinachukuliwa na makampuni ambayo kwa kweli kampuni za ndani zilikuwa na uwezo wa kufanya kazi hizo. Nataka niwapongeze tena EWURA kwa kusimamia hili vizuri. Leo ninavyozungumza hapa, compliance ya EACOP, na juzi nilikutana na uongozi wao, imekuwa nzuri sana. Wamefanya mabadiliko makubwa kuanzia usimamizi mpaka kwenye usimamizi wa local content. Na kwa sababu hiyo EWURA endelea na hiyo kazi ili tuendelee kupata tija zaidi kwenye miradi mikubwa tulionayo. Uzalishaji wa gesi, taarifa inatuonyesha umeongezeka walau kwa 1.3, ambapo tumezalisha kwa kipindi hiki MSCF 81,849 kutoka MSCF 82,912 mwaka uliopita. Na sababu kubwa ni kwamba watu wameanza kuhama kwenye matumizi ya mafuta kwenda kwenye matumizi ya gesi. Sasa kwenye taarifa tumeonyeshwa vile vile kuwa EWURA moja ya kazi yake ni kutoa leseni kwenye maeneo 8. Eneo la uzalishaji umeme, usafirishaji umeme, usambazaji umeme, usimikaji wa mitambo, mifumo ya uendeshaji, cross border trade pamoja na biashara ya umeme. Mtaona kwenye taarifa hii mtakapoisoma kuwa kwa kipindi kinachotajwa tunachokizungumza hadi Juni mwaka 2024, EWURA wametoa leseni 9,059 kutoka leseni 1,572. Na hiyo inakupa tu picha kwamba hii sekta inakuwa, watu wengi zaidi wanawekeza kwenye hii sekta ya nishati. Lakini ziko maeneo mengine ambapo EWURA ametuonyesha picha halisi ya hali tulionayo. Kwa mfano, kwenye PPA ama mikataba ya kuzalisha na kuuziana umeme 33 tulioingia hapa nchini. Kati ya hiyo mikataba 33, mikataba hiyo 33 toka imesainiwa haijawahi kuendelezwa. Mingi yake ni ile inayotokana na sola, ambapo ipo miradi 21 ambao PPA zimesainiwa, lakini mpaka leo hatujawahi kuzalisha. Na mtaona kuwa miradi hiyo peke yake ingetuweza kutupatia megawati 157. Wito wangu kwa TANESCO
pamoja na mamlaka zinazoshughulika jambo hili. Tufuatilie hizi PPA 33 ambazo hadi leo hazijaanza kwa mujibu wa taarifa hii. Kuna tatizo gani? Je, mna sababu ya kuendelea na mtu ambaye mmekubaliana? Hakuna kinachoendelea. Ni kama wakati fulani niliwaambia TANESCO wana MOU nyingi. Mara hii sijui ni ya sola, hii ni ya upepo. MOU kisaini maana yake ni kwamba umefunga mlango wa mtu mwingine kuingia. Wale mlio saini nao MOU hakuna wanachofanya. Una MOU 57 haipo hata moja. Matokeo yake ni kwamba huwezi kuengage mtu mwingine, umefungiwa milango. Ni sawa na hili la PPA. Taarifa hii ya EWURA TANESCO iwasaidie kujua ni kitu gani mnachoweza kukifanya kwa haraka ili tujue ni nani anakwenda, tujue hiyo progress walau tumefikia wapi.